Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China yapelekwa bahari ya China Kusini kutoa huduma za matibabu kwa wanajeshi. Watoto kote China waadhimisha siku ya kimataifa ya watoto. Na mkahawa mpya wa Jangwani Xinjiang wavutia maelfu ya watalii. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa, usiondoke. Na meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la jeshi la ukombozi wa watu wa China iitwayo Silk Road Ark imeondoka katika bandari ya kijeshi ya mji wa Xinjiang mkoani Guangdong kusini mwa China Jumapili asubuhi kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa wanajeshi wa majini walioko katika bahari ya China Kusini. Nilifuatilia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo. Hii ni mara ya tatu kwa meli hiyo kutekeleza jukumu la kutoa huduma za afya kwa wanajeshi wa majini wa China waliopo katika maeneo ya bahari yaliyo chini ya mamlaka ya nchi hiyo tangu ilipoanza kutumika rasmi mwaka wa 2024. Safari hii ya kitabibu inalenga kushughulikia changamoto za kiafya zinazowakumba wanajeshi wanaohudumu visiwani, zikiwemo maumivu ya shingo, mabega, mgongo wa chini na miguu, magonjwa ya ngozi pamoja na maradhi sugu. Huduma zitakazotolewa zitahusisha uchunguzi wa kitabibu ndani ya meli. Huduma hizo zitajumuisha uchunguzi wa afya bila malipo, vipimo vya mwili, tiba za jadi za Kichina, upasuaji pamoja na elimu ya afya kwa wanajeshi walioko kambini na familia zao. Timu ya ujumbe huo imeundwa na wahudumu 70 wa afya kutoka hospitali za kijeshi pamoja na chuo kikuu cha tiba cha jeshi la wanamaji la China. Katika kipindi cha safari hii, tutafanya mazoezi ya uokoaji wa majeruhi baharini, kubadilishana uzoefu miongoni mwa wataalamu wa afya pamoja na matengenezo na ukarabati wa vifaa vya tiba. Lengo letu ni kuziba pengo la huduma za afya katika maeneo ya mwisho ya mwambao wa China pamoja na kuimarisha uwezo wetu wa kutoa huduma za matibabu kwa vikosi vya mstari wa mbele. Silk Road Ark ni meli ya pili ya hospitali ya China yenye uzito wa tani 10,000 iliyobuniwa na kujengwa nchini China kwa ajili ya safari za baharini. Zaidi ya kampuni 170 zinazojihusisha na sekta ya afya na sayansi ya maisha zimekusanyika katika mkoa wa Hainan kusini mwa China kutafuta fursa mpya za biashara kufuatia kuanzishwa kwa bandari huru ya biashara ya Hainan. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa ni mwenzangu Tom Njala. Wakuu wa kampuni za afya, wawekezaji na wajasiriamali kutoka nchi na maeneo 19 walikutana Jumajana katika mji mkuu wa mkoa huo Haikou kujifunza jinsi bandari huru ya biashara inaweza kusaidia kampuni zao kuingia kwa haraka zaidi katika soko pana la China. Wakati wa hafla hiyo, kampuni mbalimbali zilitia saini makubaliano katika maeneo ya vifaa vya tiba, huduma za afya pamoja na huduma za wazee. Washiriki wa kimataifa pia walitembelea miji kadhaa katika kisiwa hicho ili kujifunza zaidi kuhusu mazingira ya biashara ya Hainan. Wengi wao walisema maendeleo ya mkoa huo yamewaacha na hisia kubwa. There, I think, a much big potential you can see for new products to test here to get quicker to the Chinese market. So I'm very excited. Wakuu wa kampuni za kimataifa walisema sera mpya za kisiwa hicho zinaweza kusaidia kuharakisha upatikanaji wa soko katika uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Baada ya miaka ya maandalizi, bandari huru ya biashara ilianza rasmi shughuli huru za forodha mwaka uliopita, jambo lililofungua fursa mpya kwa kampuni za kimataifa zinazotaka kuingia China na kupanua shughuli zao kote Asia. Viongozi wa biashara pia wanaona uwezekano mkubwa wa muda mrefu zaidi ya msaada wa sera za serikali. Walisema mazingira ya kimataifa ya biashara yanayokuwa Hainan yanaweza kuunda ushirikiano zaidi kati ya kampuni za China na zile za nje ya nchi. What we would like to do is to create a hub, a co-creation hub,
So not only attracting foreign companies into Hainan, but also helping Chinese companies engage with those foreign companies and then together going global. Watoto kote nchini China wameadhimisha siku ya kimataifa watoto kwa kushiriki shughuli mbalimbali za elimu, utamaduni na teknolojia, huku matukio hayo yakilenga kuhamasisha ubunifu, ndoto na maendeleo yao ya baadaye. Ronald Mutie anatueleza zaidi. Shughuli mbalimbali za kuvutia zimefanyika kote nchini China ili kuadhimisha siku ya watoto ya kimataifa ambayo ni Juni mosi, lengo likiwa ni kusherehekea utoto na kuhamisha ubunifu pamoja na ndoto za watoto. Katika bustani maarufu ya Beihai mjini Beijing, kwaya kutoka mikoa mbalimbali nchini humo ikiwemo Xinjiang na Qinghai ziliungana na wenzao wa mji mkuu katika maonyesho ya muziki yaliyovutia wengi na kuleta burudani ya kipekee kwa washiriki. Aidha, watoto walipata nafasi ya kujifunza na kudhamini utamaduni wa jadi wa China kupitia shughuli za mikono na maonyesho ya urithi wa kitamaduni katika eneo maalum la uzoefu wa utamaduni. Katika kituo cha roboti kilichoko mkoani Hubei katikati mwa China, watoto walijifunza kuhusu teknolojia ya roboti, huku watu wa kujitolea wakielezea teknolojia hiyo kwa lugha rahisi na rafiki kwa watoto, jambo lililochochea hamu yao ya kujifunza na ubunifu. I want to be a scientist in the future and invent better robots to help my mom with housework and my dad with car repairs. Katika kaunti ya Xi'an mkoani Jiangsu mashariki mwa China, watoto walishiriki darasa la mahakama ya mfano ili kuongezea uelewa wao wa masuala ya sheria katika siku zijazo. Vilevile mashindano ya kifamilia yenye burudani yalifanyika katika eneo jipya la Xiong'an mkoani Hubei kaskazini mwa China kama sehemu ya maadhimisho ya sikukuu hiyo. Eneo hilo pia lilionyesha mafanikio yaliyopatikana katika kujenga mji unaowajali na kuwapa mazingira bora watoto. Wakati huo huo, watoto walibadilisha masomo ya vitabuni kwa maingizo ya jukwaani, wakitumbuiza kwa michezo ya kuigiza iliyoongezea ubunifu na furaha katika maadhimisho hayo. Mkawa mpya wa kitalii ulifunguliwa katika mji wa Shuange uliopo katika mkoa unaojiendesha wa Xinjiang Uiga kaskazini magharibi mwa China umeanza kuvutia maelfu ya watalii wanaofika kujionea mandhari ya kipekee ya jangwani pamoja na shughuli mbalimbali za burudani. Simui Wanjala ana taarifa kwa kina. Mkahawa huu umejenga miundombinu mbalimbali kwa ajili ya kuwahudumia wageni, ikiwemo eneo la kambi za jangwani, njia maalum za mashindano ya magari ya kuvuka maeneo magumu, pamoja na sehemu za michezo ya mchanga kwa watoto na familia. Mbali na kuvutiwa na mandhari ya jangwani ambayo kwa miaka mingi yamekuwa kivutio kikubwa katika eneo la Xinjiang, wageni sasa wanapata fursa ya kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazoongeza thamani ya safari zao. Watalii wanaweza kufurahia maonyesho ya utamaduni wa wenyeji, kushuhudia mashindano ya magari ya kuvuka maeneo magumu na kuvaa mavazi ya jadi ya eneo hili kwa ajili ya kupiga picha na kujifunza zaidi kuhusu utamaduni wa jamii za Xinjiang. Wakati wa sikukuu na misimu ya likizo, mgahawa huu unapanga kuongeza shughuli zaidi zikiwemo kambi za usiku jangwani chini ya mwanga wa nyota, mashindano ya magari ya nje ya barabara pamoja na mbio za magari yanayotumia nishati mbadala. Yote haya yanaifanya mkahawa huu kuwa moja ya vivutio vipya vya utalii vinavyoendelea kuimarisha sekta ya utalii wa jangwani nchini China. Kwa wastani tunapokea wageni wapatao 5,000 kila siku, na wakati wa msimu wa kilele idadi hiyo kuzidi hata 10,000. Tunaendelea kuandaa shughuli zaidi ili kuwapatia wageni uzoefu tofauti na wa kuvutia. Mashindano ya soka ya wachezaji wa kawaida nchini China yanaendelea kuchochea ukuaji wa matumizi katika sekta za huduma, utalii na biashara, huku yakivutia maelfu ya mashabiki na kuleta fursa mpya za kiuchumi katika miji mbalimbali. Mwenzangu Hamis Darwesh anatueleza zaidi. Kadri mashindano ya kandanda ya wachezaji wasio wa kulipwa yanavyozidi kushika kasi kote nchini China, miji katika majimbo ya Jiangsu na Liaoning imeanzisha maeneo maalum ya nje kwa mashabiki kutazama mechi, jambo ambalo limechochea kwa kiasi kikubwa matumizi ya ndani. Mwaka jana, ligi kuu ya Su Super League, mashindano ya wachezaji wasio wa kulipwa yanayoshirikisha timu 13 za miji kutoka mkoa wa Jiangsu mashariki mwa China, yaligeuka kuwa gumzo la kitaifa na kuibua hamasa kubwa ya kandanda ya ngazi ya jamii. Mafanikio hayo yalisababisha kuanzishwa kwa mashindano yanayofanana katika maeneo mengine, ikiwemo mkoa wa Fujian na kaskazini mashariki mwa China. Msimu wa pili wa ligi kuu ya Su ulianza mwezi Aprili na kumaliza wiki yake ya 8 ya mechi usiku wa Jumamosi. Mashindano hayo yamechangia ongezeko kubwa la mapato ya migahawa katika jiji la Taizhou, Jiangsu,
huku maduka makubwa ya biashara pia yakianzisha kampeni za promosheni za kutazama mechi ili kuvutia wateja. Jiji la Yancheng ambalo ni kitovu maarufu cha uzalishaji wa kamba wa maji baridi crayfish katika Jiangsu na huandaa tamasha la crayfish kila majira ya joto, pia linaonyesha mechi za ligi kuu ya Su katika eneo la tamasha hilo na kutoa punguzo maalum yanayohusiana na mechi. Tamasha hilo la chakula la mwezi mzima linatarajiwa kuvutia zaidi ya wageni 300,000 na kuchochea mauzo ya zaidi ya yuan milioni 30, takriban dola za Marekani milioni 4.4 katika sekta za migahawa, rejareja na shughuli nyingine zinazohusiana. Wakati huo, ligi ya kandanda ya miji ya kaskazini mashariki mwa China ya mwaka 2026 maarufu kama Northeast Super League inaendelea na imevutia mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Ili kuboresha uzoefu wa mashabiki, maeneo manne yanayoandaa mashindano haya, mkoa wa Liaoning, mkoa wa Jilin, mkoa wa Heilongjiang na mkoa wa Mongolia ya ndani, kwa pamoja yamezindua kampeni ya utamaduni na utalii inayoitwa Super Tour Northeast. Mpango huo unajumuisha njia 7 maalum za utalii pamoja na maeneo kadhaa ya umma ya kutazama mechi. Mashabiki wanaomiliki tiketi za mechi wanaweza kufurahia punguzo maalum katika hoteli, migahawa, maduka makubwa na mabafu ya jadi yanayoshiriki katika mpango huo. Jiji la Shenyang, mji mkuu wa mkoa wa Liaoning, limeanzisha maeneo 33 ya kutazama mechi kote jijini, ambapo wafanyabiashara wameanza kushuhudia ongezeko kubwa la mauzo. Kwa mujibu wa ratiba ya mashindano, timu ya Shenyang itakuwa mwenyeji wa timu ya wilaya ya kujitawala ya Wakorea ya Yanbian tarehe 13 Juni. China inaongeza kasi ya maendeleo ya uchumi wa baharini kupitia uwekezaji mkubwa katika miradi ya kisasa inayolenga kuimarisha nguvu mpya za uzalishaji. Hatua hiyo inaonekana katika mji wa Xinjiang mkoani Guangdong, ambapo miradi 48 yenye thamani ya zaidi ya yuani bilioni 10 imezinduliwa ili kuchochea ukuaji wa uchumi na uvumbuzi wa teknolojia. Sasa basi tunaungana naye Zakia Pong anatufahamisha mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Serikali za mitaa kote nchini China zimetumia nafasi yao ya kipekee ya rasilimali kufungua zaidi ya matukio mapya 1,000 ya matumizi mwaka huu katika sekta zinazoibuka kama vile uchumi wa baharini na anga ya chini, na kuchochea maendeleo ya nguvu mpya za uzalishaji na kuunda njia mpya za ukuaji wa uchumi. Zikiendeshwa kimsingi na uvumbuzi, nguvu mpya za uzalishaji zenye ubora wa juu zina sifa ya teknolojia ya juu, ufanisi wa juu na ubora wa juu, na zinawakilisha aina ya juu ya nguvu za uzalishaji. Si muda mrefu uliopita, mji wa Zhanjiang mkoani Guangdong, kusini mwa China, ulizindua matukio 48 ya kina ya matumizi katika sekta ya uchumi wa baharini, ikiwa na uwekezaji unaozidi yuan bilioni 10. Miradi hii inahusisha maeneo 9 muhimu, ikiwa ni pamoja na ufugaji wa samaki wa bahari, teknolojia ya kaboni ya chini ya baharini na utengenezaji wa vifaa vya baharini. Matukio ya matumizi yanayohusika yana uwezo wa kutoa misingi mikubwa ya upimaji wa teknolojia za kisasa kama vile teknolojia ya vifaa vya habari kuu na akili ya bandia. Mbali na kina kirefu cha bahari, hali mpya katika uwanja wa mwinuko wa chini zinachochea maendeleo ya uchumi wa anga ya chini kwenye mbio za angani kwa njia ya kasi. Katika mji wa Jingdezhen mkoani Jiangxi,
mashariki mwa China. Njia 4 mpya za utalii za anga ya chini zimezinduliwa kuruhusu wageni kupata uzoefu wa urithi maalum wa kauli wa mji huo kwa kutumia ndege. Kuendelea kuongezeka kwa mchakato wa maombi ya matumizi maalum kunahimiza upanuzi wa haraka wa kiwango cha tasnia zinazohusiana. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, uchumi wa baharini wa China ulizalisha yuan trilioni 7.9 katika pato la jumla mwaka 2025, ongezeko la hadi 5.6% mwaka hadi mwaka. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na basi ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia kabisa. Karibu basi ili tuweze kujifunza Kichina pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第10课，现在几点？ Sikiliza rekodi na usome. 5点 5点 12点12点1点10分1点10分 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 点点分分见见现在现在早上早上太早了太早了 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 现在现在 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点 现在10点 点点 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点 现在12点 分分 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点 现在11点10分 见见6点见6点见 早上早上 早上5点 早上5点 太早了太早了 太早了 太早了 Sasa ni saa ngapi? Je, unajua kusoma saa? Ngoja ni kujaribu. Saa inaposimama, tafadhali mwambie mwalimu, sasa ni saa ngapi? 现在几点 10点45分 现在几点 11点55分 现在几点 12点15分 现在几点 2点30分 现在几点 5点40分 现在几点 7点 现在几点 9点10分 Treni za herufi za Kichina. Kuna herufi ya Kichina kwenye kila behewa la treni. Tafadhali chagua puto la pinyin inayolingana na herufi ya Kichina. Puto litaruka na kurudi kwenye treni
kwa kila jibu sahihi. Je, unaweza kusaidia kurudisha maputo yote? 点点 分分 线线 见见 早早 在在 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.